Ehe. Nawasikiliza. Samahani mume wangu. Kuna jambo tunahitaji tukushirikishe. Utupe hata ushauri. Ni kuhusu Lati na Samia. Katika siku ya leo tumehangaika kuwatafuta, hatujawapata. Sijui watakuwa wako wapi. Hivyo tulikuwa tunaomba msaada kutoka kwako. Labda kuna kitu unahisi juu yao au umewaona mahali. Ni kweli kaka, anachokiongea wifi yuko sahihi. Maana tumejaribu kuzunguka mtaa mzima ila tumewakosa. Kaka, kama kuna kitu chochote unachokijua kuhusu watoto, tunaomba utujulishe kakangu. Hivi nyinyi mna kitu mama kweli nyewe? Hivyo vichwa vyenu vinafanya kazi sawa sawa? Mnaniuliza mimi habari za watoto? Jukumu la kulinda watoto ni la nani? Mlikuwa mnafanya nini mpaka watoto wanaondoka bila nyinyi kujua? Yaani kazi yenu kushibisha tu matumbo yenu hapa. Mnashindwa kuangalia watoto wangu? Mume wangu, wakitoka huwa wanaaga, lakini leo imekuwa ghafla sana. Sababu ya kukushirikisha wewe, kwa sababu wewe ndio baba wa familia, ndio kichwa cha familia katika nyumba hii. Kwa hiyo utakuwa unajua mengi kuliko hata sisi. Ni kweli kaka, uchungu wa mwana ujuae mzazi kakangu, na ndio maana tunahangaika kiasi hiki. Kaka, tunaomba utusaidie. Usaidie kakangu. Sasa mnisikiliza. Jukumu la kuangalia watoto hapa nyumbani sio jukumu langu mimi. Na wafundisha mkae mkijua. Mimi kazi yangu ni kuwatafuteni nyinyi chakula mle mshibe. Mlale sehemu nzuri. Sio mnanielewa hapo? Kingine tena mnisikilize kwa makini. Sitaki kuona mtu yoyote anatamana mali zangu humu ndani. Kwa sababu nawaona nyinyi. Sasa ole wenu. Mtu akijichanganya tu akaingia tamaa kwenye mali zangu, litakalo mkuta ni shauri yake, wala mimi sitahusika nalo. Nadhani mnanielewa. Hizi mali najua mimi nimezipata wapi. Taabu ya hizi mali nazijua mimi. Nyinyi tamaa tu. Mnajua zinatoka wapi hizi? Sasa haitajarisha ni ndugu yangu, ni mke wangu ama ni mtoto wangu. Mkizigusa mali zangu nitaruka na mtu. Na masuala ya kipumbavu katika nyumba yangu hii sitaki. Ala. Sasa wifi yangu, tunafanyaje? Wifi, yani mimi nimechoka mpaka akili. Ila tujaribu kuwa na subira tu. Kama watarudi au hawajarudi wifi yangu, inabidi twende tukatoe taarifa misikitini au makanisani, hata kituo cha polisi. Itasaidia sana. Basi sawa, mimi niko pamoja na wewe. Hamna shida wifi yangu. Zindu baba, zindu baba. Zindu baba. Mchawi ndugu, rafiki wa karibu. Mchawi ndugu. Jomba, nadhani kazi ambayo umeweza kunipatia sasa tayari nimeweza kuitekeleza. Hicho ni kipande cha nguo, nikimaanisha nguo ya ndani ya Chiwanga. Kwa hiyo kazi yako itafanikiwa sasa. Jomba, kati ya vitu ambavyo umenifurahisha kwa kutekeleza hili jambo, maana sasa hivi mambo yangu yataenda vizuri na tutafanikiwa. Asante sana. Vizuri sana.
Abi, kwa nini unanisaliti? Hapana, mimi sikusaliti. Kuna mambo tu ambayo nilikuwa naweza kuyadiskasi hapa pamoja na mjomba. Usinihisi vibaya Chiwanga. Mambo gani haya? Kwa nini msizungumzie nyumbani mpaka mnakuja kukaa maeneo kama haya ya kujificha? Mazingira, nikimaanisha mazingira yaliyokuwepo hapa ni mazingira mazuri sana. Kwa hiyo tulihitaji kuweza kupata upepo ili kuweza kuwa na mazungumzo yaliyonyooka. Sawa. Sikiliza mzee. Kama kuna kitu chochote ambacho unataka kukifanya, basi kiache mara moja. Kwa maana kama ukiendelea kufanya kitakachokuja kukukuta, tusilaumiane. Abi, kumbuka ahadi tulizozipanga. Usizivunje. La sivyo utakuja kuuona upande wangu wa pili. Ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatano na ushirikina. Ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mbwa mwitu, amejawa na siri nzito, iambatanayo na ushirikina. Mume wangu, ibada yako imechukua muda mrefu, alafu nimekumisi sana, nahitaji uwepo wako. Hata mimi nilikumisi pia, na hata ujio huu ulikuwa kwa ajili yako. Nilihofia utakuwa katika hatari. Hatari? Hatari gani hiyo? Mbona nitisha tena? Swali zuri sana. Unajua binadamu tumeumbiwa upeo na uwezo mkubwa sana wa kuweza kufikiri na kutambua mambo mbalimbali. Lakini kuna binadamu upeo huo wanaotumia kwa mambo mabaya, na kuna wengine wanaotumia kwa mambo mazuri. Hivyo binadamu ni mabaya sana. Labda nikueleze kitu. Hao wageni uliowapokea na kuanza kuishi nao humu ndani, unawafahamu kiundani? Hapana, siwafahamu. Hapo ndipo inapoanzia shida. Naomba utambue, mwisho wa safari moja ndio mwanzo wa safari nyingine. Binadamu hawaaminiki. Binadamu ni wabaya sana. Kuna wakati unaweza ukaingia katika matatizo bila wewe kutambua, na ukapata shida ambayo huwezi kuitatua. Kuwa makini sana. Sawa, nimekuelewa. Tuachane nayo. Kila kitu kinahitaji utaratibu.
inatubidi tupate nguvu. Nimechoka kuishi maisha haya. Nimechoka kuishi maisha ya kawaida. Mkuu, hata mimi pia nimechoka. Yaani sijakuzoea hivi kabisa. Bitausi mnyama, mimi najua wewe unaweza. Hebu niambie, kwani hujawaza njia yote ya kufanya ili tupate tanga nguvu kadogo tuweze kurudi nyumbani? Mimi nimepachoka huko. Sio jambo rahisi kama unavyofikiria binti yangu. Lakini kuna kitu nimekiwaza. Nahisi kuna mtu anaweza kutusaidia. Kwa hiyo najitahidi nipate nguvu, nipate uwezo wa kumfikia huyo mtu ambaye naweza nikamweleza shida zangu, akanipa nguvu tukarudi kama mwanzo. Mkuu, unamzungumzia nani? Au huyu mzee wa karne na karne? Mkuu, unaanzaje hata kwenda kumuuliza kitu yule? Muda wote amekasirika. Tabasamu tu kuliona ni mtihani. Unaanzaje kumpelekea jambo lako? Binti yangu, unatakiwa kuwa mkakamavu. Afu hilo mimi siliogopi. Kwa sababu nina nia na nina uhitaji. Nitamfikia tu. Siogopi hata kidogo. Hatutaki kukatishana tamaa hapa na kuogopa. Tunataka tupate nguvu turudi kama mwanzo. Kwa niamini mimi, nitamfikia yule baba, nitaongea naye. Naamini atatusaidia. Amini hivyo. Umenisikia? Haya, tuondoke. Mnapaswa kuwa makini sana, kwa sababu ulinzi wangu wote nawaachia ninyi. Sawa mkuu, nimekuelewa. Kwenye hili hatokati kuangusha na kuahidi. Sawa, ila hakikisheni hakuna kitu chochote tofauti kitakachotokea, kwa sababu ni watu wa mbali sana na maisha yenu yapo mikononi mwangu. Kwa hiyo chochote kitakachotokea wrong, you'll be punished. Yeah, shakala bogo bogo, Mume wangu. shakala bogo, yeah. Mume wangu, nimesimama pale muda mrefu. Siku nikiongea na watu na umesimama mwenyewe, kuna tatizo? Nipo sawa, lakini si unajua mumeo ni engineer mkubwa sana, na kuna mradi wa road construction from Tanzania to Zanzibar ambao tulikuwa tunauendesha, na sasa unataka kuendelea kuelekea Kongo. Sasa nilikuwa nafanya practice ya jinsi gani naweza kuongea na wafanyakazi. That's why niona naongea mwenyewe tu. Sawa mume wangu, usinifanye niwe na mawazo na nikakufikiria vibaya. Sawa, tuachane nayo. Nimeshaandaa chai, twende tukafungue kinywa. Sawa. Kuwa ni makini sana. Na mapenzi upofu, naweza penda hata kizani, moyo kaubebesha maumivu, mapenzi yanauma ndani kwa ndani. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapoteana. Utumwa wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana.
Hii hali vipi? Mbona sijai kuiona tangu nizaliwe? Hii imekaaje? Au ndio mwisho wa dunia? Hii hali mnayoiona hapa, kuna roho ya mtu inatolewa hapa. Kwa hiyo tunahitaji kupambana nayo haraka sana. Hii ni ishara ya hatari. Hatari? Ndio. Mbona unanishangaza? Wewe umewezaje kuyajua mambo yote haya? Nyinyi hamweze mkaona kwa macho yenu, lakini mimi naona. Lakini hii vita niacheni mimi, na hampaswi kuendelea kukaa hapa nje. Maisha yenu yatakuwa hatarini. Hili jambo sio la mchezo. Ingieni ndani. Wewe pia amahosa aga hali gafi hapa kisalizi tutakuelewa ni yako kutokela manyi konge bapuma au hafuye manyi tutakuelewa na hamatwe da mulungu atutule Sindu baba o sindu baba o Sindu baba o